Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya, Roho Mtakatifu ana kazi ya msingi sana na ya muhimu katika maisha ya mmoja mmoja muumini, lakini pia katika kanisa zima, kwa maana ya mwili wa Kristo. Yeye ndiyo anayeendeleza ile kazi ambayo Yesu alimaliza alipokuwa duniani. Kwa kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kuendeleza kazi ambayo Bwana Yesu alikuwa akifanya alipokuwa duniani. Miaka 2000 na kitu iliyopita, Bwana Yesu alikaa duniani karibu takriban miaka 30, na katika miaka 3.5 alikuwa akifanya kazi. Kazi ile ambayo ilikuwa inafanyika ndio sasa Roho Mtakatifu anaendeleza sasa kwa watu wote, lakini akiwa anakaa ndani ya waumini. Lakini Roho Mtakatifu ndio anayemdhihirisha Yesu Kristo katika maisha yetu. Hakuna mwingine anayemdhihirisha isipokuwa huyu Roho Mtakatifu peke yake. Lakini sio tu hivyo, Roho Mtakatifu kazi yake kubwa ni kumtukuza Yesu katika maisha yetu. Hakuna mtu mwingine mwenye kazi hiyo isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio nguvu fulani isiyokuwa na utu. Roho Mtakatifu ni nafsi kabisa ya Mungu ambayo inakaa ndani ya mwanadamu, ndani ya muumini, kwa kusudi la kuwatengeneza ili waweze kuwa na sura ya Kristo. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya waumini kwa kusudi moja la kuwatengeneza ili waweze kufanana, waweze kuwa na sura ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niomba tuikoni tushika tu hivyo sababu ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Tusaida sana. Ukisoma katika Yohana 17:14, neno linasema yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika hela aliyotoa, atawapasha habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Na hiyo kazi ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya ina lengo moja tu, la kumtukuza Yesu na kumdhihirisha katika maisha yetu moja moja na pia Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya ni kumtukuza Yesu na kumdhihirisha na katika maisha yetu na katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tuangalie sasa kazi moja hapo ni kumshuhudia Kristo. Kumshuhudia Kristo. Kazi moja hapo ya Mtakatifu ni kusoma katika ile Yohana 15:26. Yohana 15:26 anasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayempeleka kwenu kutoka kwa Baba, ndiyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, huyo atanishuhudia mimi. Maneno haya Bwana Yesu alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba lakini ajapo huyo msaidizi, alikuwa anaweza kumtambulisha Roho Mtakatifu kama msaidizi mwenye sura na tabia na uwezo kama wa kwake, kama yeye jinsi alivyo. Anasema lakini ajapo huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu nitakayempeleka kutoka kwa Baba, ndiye Roho wa kweli atokaye kwa Baba, huyo atanishuhudia mimi. Kwa kazi ya Yesu Kristo ilikuwa ni kumfunua, kumdhihirisha na pia kumtukuza huyu Bwana Yesu. Kumtukuza huyu Bwana Yesu. Yeye ndiye anamfanya Yesu aweze kuonekana kwa uwazi ndani ya waumini. Pasipo yeye hakuna mtu mwingine ambaye anaweza akamfunua Bwana Yesu akaonekana jinsi alivyo. Sisi wenyewe hatuwezi. Huyu Roho Mtakatifu ndio mwenye kazi hiyo ya kuweza kumdhihirisha, ili sisi waumini ambao tumeokoka, tumeamua kumfuata, tuweze kumtambua na kuona Yesu katika uhalisia wake. Bila kuwa huyu Roho Mtakatifu hatuwezi kumwona Yesu kwa namna ambavyo tunatakiwa kumwona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu sio tu ile kwamba ni kuhubiri juu yake mwenyewe. Hapana. Ni kumtukuza huyu Yesu. Sio kwa maana ya kujitukuza yeye. Ila ni kumtukuza Yesu. Ni kumuinua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuhakikisha kwamba kila mtu
kumuinua na kumtukuza huyu Yesu. Kwa hiyo yeye ndio anaingia katika mioyo ya waumini waliookoka, anaigeuza sasa ili kila mioyo iweze kumtukuza huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu ndio njia na kweli. Hakuna mtu atakayekwenda kwa Baba isipokuwa kwa huyu Yesu. Ukisoma Yohana 14 na ule mstari wa 6, inasema kwa maana yeye ndio njia na uzima na kweli. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwangu mimi. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Katika neno lugha ya Kigiriki kuna neno moja hapo tukiangalia linasema huyu atanishuhudia. Atanishuhudia. Ukisoma katika Yohana 15:27 unasoma hiyo. Lakini huyo ajapo, huyo msaidizi, mtu atakayempeleka kweli kutoka kwa Baba, ndiye Roho wa kweli atokaye kwa Baba, huyo atanishuhudia mimi. Neno atanishuhudia katika lugha ya Kigiriki na neno linalosema matesei poli eno. Nini maana yake? Ina maana ya kwamba huyu Roho Mtakatifu yeye kwanza atamkiri huyu Yesu. La pili atamthibitisha Yesu. La tatu yeye atamuonesha Yesu jinsi alivyo kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Atanishuhudia. La kwanza atamkiri Yesu. La pili atamkiri, kwa maana kwamba akiingia ndani yetu sisi tutamkiri Yesu. Lakini la pili atamthibitisha kwa waumini, sisi tunaomwamini, atamthibitisha Bwana Yesu ndani yetu. Tutamuona namna jinsi alivyo. Lakini la tatu, yeye Roho Mtakatifu atatuonesha jinsi yeye alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atamuonesha jinsi alivyo. Ukweli kumuhusu yeye Yesu. Pasipo Roho Mtakatifu ni ngumu na wala haiwezekani kuweza kumjua Yesu jinsi alivyo. Tutakuwa tunamjua nusu hawa na kiwango kidogo sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mshuhuda wa kweli wa Yesu, na yeye ndio anayezungumza ndani ya mioyo yetu. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna anaweza kumfahamu Yesu. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna anaweza kumshuhudia Yesu. Roho Mtakatifu pekee ndiyo anaotupa nguvu, ndiyo anaotuwezesha, ndiyo anayetumfunua Yesu katika maisha yetu. Yeye peke yake ndiyo anayemfunua ili kila anaomwamini aweze kumtambua kama Yesu yeye ni Mwokozi, lakini pia si tu Mwokozi, yeye ni Bwana wa uzima. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kumjua katika kiwango hichi. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Sasa tuangalie kazi ya Roho Mtakatifu katika kumshuhudia Kristo. Ni kwa namna gani Roho Mtakatifu anamshuhudia Kristo? Kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza, anamfunua Kristo kwa watu waliopotea. Anamfunua Kristo kwa watu waliopotea. Roho Mtakatifu ndiye anayewafanya watu waweze kumtambua Kristo na kuelewa nini maana ya wokovu. Si rahisi sana kwa watu wasiomjua kuanza kumtazama Yesu na kumwelewa. Lakini Roho Mtakatifu ndiye ambaye yeye anamfunua, ndiye anamfunua, ndiye anayemfunua Kristo katika maisha yetu, ili watu wamjue na kumtambua Yesu Kristo. Pasipo huyu Roho Mtakatifu watu hawezi kumtambua. Pia kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mwanadamu, unakuwa kama umekufa kiroho. Unakuwa umekufa kiroho. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kumtazama huyu Yesu.
kwa namna jinsi alivyo. Ni Roho Mtakatifu pekee ndio anayetupa nguvu ili kuweza kuelewa maana ya wokovu. Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu pekee ndio anaweza akaondoa lile giza katika watu wasiomwamini. Kuna giza limetanda la kiroho ambalo limefunika fahamu zao, wasiweze kumtambua huyu Yesu kama Mwokozi, wasiweze kumtambua huyu Yesu kama ndiye Bwana wa uzima. Giza litakuwa limetanda katika giza. Kwa Roho Mtakatifu ndio pekee yake ambaye ndio mwenye uwezo wa kuondoa lile giza, sio ya watu ambao bado hawajaamua kumpa Yesu maisha au kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa kanisani lakini bado hujaamua kumpa Yesu maisha yako. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ndiye sasa anayeondoa giza. Ukisoma katika ile Wakorintho wa pili na ule mstari wa 4 neno lao linasema ambapo Mungu, sasa Mungu inayotumika hapa ni ile herufi ndogo, Mungu wa dunia. Shetani pia anaitwa Mungu wa dunia. Anasema ambapo Mungu wa dunia hii amefupisha nia za wasioamini, wasione nuru ya Injili ya utukufu wa Kristo aliye mfano wa Mungu. Kwa hiyo Shetani amefupisha macho, amefupisha mawazo ya watu wasiomjua. Utaniambia anafumba vipi yale mawazo au fikra kwa watu wasiomjua? Kwanza kupitia dhambi. Dhambi inapotawala juu ya watu, fikra zao zinafungwa. Dhambi ilipoingia duniani, fikra za watu wote zikawa zimefungwa. Wakawa tena hawana uwezo wa kumtazama huyu Yesu kwa jinsi alivyo. Tamaa mbaya. Pia Shetani kupitia tamaa inamfanya aweze kutufunga yale mawazo, kutufunga akili, ufahamu zetu, tusiweze kumtazama Yesu jinsi alivyo. Kwa sasa pasipo huyu Roho Mtakatifu tunakuwa na ule upofu wa kiroho na hatuwezi kuona ile nuru ya Injili, yaani ule ukweli wa wokovu pamoja na utukufu wa Yesu. Ni ngumu. Ni kwa kupitia Roho Mtakatifu pekee ndio anaweza kuondoa na kutuangazia ile nuru. Anapoingia ndani yetu akituangazia ile giza ambalo lilikuwepo limefumba, linakimbia, linaondoka. Na hiyo sasa ndio maana unakuta Injili inapokuwa hiyo, mtu anaanza kuchomwa, anaanza kufunga shauri sasa la kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Pasipo huyu Roho Mtakatifu, ule mwanga wa ufunuo, kwa sababu yeye ana ule mwanga wa ufunuo, unapokuja ile pazia ambayo ilikuwa labda mtu alikuwa akitenda dhambi inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni uongo na uongo unaondoka. Kulikuwa kuna kitu chochote kinaondoka. Kwa sababu ya nini? Ule mwanga wa Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya huyo mtu, ile giza la ufahamu limeondoka. Anaanza kumtazama Yesu katika namna ya utukufu na jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii si kazi ya binadamu, bali ni kazi ya neema ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Ukisoma bado ile andiko letu la Yohana 14:16 na mstari wa 14 inasema yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika roho yangu na kuwapasheni habari. Lakini ukisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 10 anasema lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Tunajifunza nini katika haya maandiko machache ya Biblia ambayo tumeyasoma? Ya kwanza, kumjua Yesu si matokeo ya akili, bali ni ufunuo wa Roho. Kumjua Yesu si matokeo ya akili, bali ni ufunuo wa Roho Mtakatifu.
Hata uwe na akili kiasi gani, uwe ni profesa, uwe ni daktari, uwe na vyeti vyovyote vile, huwezi kumjua Yesu kama Roho Mtakatifu hajaachilia ufunuo wake. Kumfunua Yesu ndipo umwelewe. Kwa hiyo elimu ya kawaida ya shuleni haiwezi, hiyo inagusa tu akili, lakini haiwezi kugusa moyo. Kwa hiyo hata akili hii ya kawaida haiwezi kumfunua tukaweza kumwelewa huyu Yesu katika kiwango kile ambacho tunatakiwa kumwelewa. Kwa hiyo hata watu wenye mkubwa hawezi kuelewa si ya Kristo bila ufunuo wa Mungu. Maana sasa katika Yohana 6:44 inasema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa kwa Baba amemvuta kuja kwangu. Yohana 6:44. Kwa sasa Roho Mtakatifu ndiye ambaye anayeachilia huyo mtu, na baada ya kuingia kwake mwangaza wa nuru unaingia ndani yake, anaanza kumtambua na kumwona huyu Roho Mtakatifu kwa kiwango ambacho akili za kawaida haziwezi kumwelewa. Na Yesu asifiwe sana. Lakini tunajifunza pia Roho Mtakatifu humfanya Kristo aonekane kwa wazi. Roho Mtakatifu ndiye anayemfanya Kristo aonekane katika wazi. Hakuna mtu yeyote tusipokuwa na Roho Mtakatifu bado hatuwezi kumwona Yesu katika namna ambavyo Roho Mtakatifu au Baba anataka sisi tumfahamu. Bado Yesu hatuwezi kumjua na kujifunua katika kiwango tunacho sisi tunachotakiwa kumfahamu, hatutamwelewa. Kwa Roho Mtakatifu ndio pekee mwenye uwezo wa kumfunua Yesu katika maisha yako, katika maisha yako na ndani ya kanisa. Lakini kila Kristo anaposhuhudia anapasa kumtegemea Roho Mtakatifu. Kumbuka katika neno la Mathayo 28 anasema kwamba nendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha kuyafuata yale yote niliyowaamuru. Sasa tunapokuwa tunashuhudia, kumbuka kwamba tunapaswa kumtegemea Roho Mtakatifu katika ushuhudiaji wetu. Kumbuka kwamba maneno yako au maneno yangu tunapokuwa tunaweka ushuhudiaji hayawezi yakakufanya yule mtu, isipokuwa tunapokuwa tunamtegemea Roho Mtakatifu kwamba yeye ndiye anabadilisha watu, anayatumia yale maneno ambayo yanatoka katika vinywa vyetu, anayabadilisha, yanakuwa na nguvu nyuma yake mpaka anafika hatua ya kuchoma katika mioyo ya watu wanaosikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunamkumbuka mtu mmoja anaitwa Lydia kitabu cha Matendo ya Mitume. Biblia inatafsiri kama alikuwa ni mcha Mungu katika ile ilikuwa ni mkoa au nchi ya Thiatira. Alikuwa ni muuza wa zambarau. Kwa hiyo Paulo alipokuwa akihubiri neno la Mungu, Biblia inasema kwamba akawasikiliza na Roho Mtakatifu akaliweka neno ndani ya wetu. Si maneno yale ya Petro peke yake ambayo yaligusa Lydia. Bila tusome vizuri neno linasema, linasema Matendo 16:14. Alopata anaweza akasoma kidogo. Matendo 16:14. Amen. Matendo 16:14. Amen. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Sasa ile neno kwamba moyo wake ulifunguliwa na Bwana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio pekee mwenye uwezo wa
yaweka yale maneno kufungua ile mioyo ya watu ambao wamefungwa, si maneno yetu pekee. Kwa hiyo hata hii leo pia Roho Mtakatifu ndio anafungua mioyo ya watu kuweza kupokea injili ya wokovu. Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuondoa ule upofu wa kiroho ambao hupo katika watu. Anapoingia ndani yetu tukiwa naye, hata utapomtaka neno la Kristo halitakuwa kweli. Basi Roho Mtakatifu hakuna uhai, hakuna nguvu. Ni Roho Mtakatifu pekee ndio mwenye uwezo wa kuondoa huo upofu wa kiroho ndani ya watu. Yeye pekee anaanza kumvuta mtu, kwa maana pia kumuonesha jinsi uzuri wa Kristo na neema ya Kristo ambayo ipo. Wakati mwingine watu waliopokea Yesu Kristo hawajaamka na shauri, ni kwa sababu bado hawajapata kufungua ile siri iliyo ndani ya Kristo, utukufu kwa kumjua yeye. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye ambaye anafunua katika maisha ya watu, anaanza kuiona ile neema ambayo iko ndani ya Kristo na utukufu wa Yesu Kristo kwa mtu ambaye amekubali kumpokea. Roho Mtakatifu ndio na hiyo kazi ya kumfunua huyu Yesu. Kwa hiyo tusipokuwa naye, ina maana bado hatuwezi kuwa na ushuhuda wa kweli wa Injili. Kwa hiyo unapoona popote pale ambako kuna ushuhuda na watu wamepokea, unaona watu wanakwenda kufanya mkutano wa Injili, watu wameokoka wengi, au unakuta imetokea tu mtu akafika hapa kanisani, unashangaa kafikaje, anasema anataka kuokoka. Kujue kabisa kwamba ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Ndiye anayemimina ndani ya mioyo ya hawa watu, anaanza kufunua ile nuru na kumuonesha Kristo, na ile neema ndiyo ndani yake ya Kristo na kumfunua. Ndipo sasa yule mtu anaanza kufika kutamani na ile shauku, na mimi nataka kutamani kumpata Yesu. Kwa hiyo huwa kwanza Roho Mtakatifu ndio anaachilia ndani ya mioyo ya watu. Pasipo Roho Mtakatifu hata tufanye na tujitahidi namna gani, hakuna matokeo. Kwa sababu tunapotambua kwamba Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu, yeye ndio ana kazi ya kuweza kuweka ushuhudiaji, kwa sababu anamshuhudia Kristo katika watu ambao bado hawajamwamini. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Maana sasa ile Yohana 1:9, Yohana anasema palikuwa na nuru halisi ambapo huangazia kila mtu aliye ulimwenguni. Palikuwapo nuru halisi inamtambua Yesu kama ni nuru halisi iliyokuwepo ulimwenguni na ilikuwa ikimwangazia kila mtu. Kwa hiyo sasa nini tunajifunza? Roho Mtakatifu ndiye anayefanya Kristo hai katika mioyo ya waumini. Roho Mtakatifu ndiye anayemfanya Kristo awe hai katika mioyo ya waumini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anamfunua Yesu Kristo, uwepo wake usio historia tu kwenye Biblia. Yeye ndiye anamfunua isiwe hadithi tu kama tunasoma ndio Yesu alikufa akafufuka bila kuziona nguvu zake na uweza wake na ukuu wake, lakini yeye anatoa uzoefu katika hali ya kujifunua katika hali ya sasa, si katika kile hatua tuko tunajifunza katika neno la Mungu, lakini pia anamfunua ndugu Yesu katika maisha tulio nayo, na sisi tunakuwa na ule uzoefu wa uwepo wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Ni tunapoona kabisa ukuu wake akitudhihirisha ndani ya maisha yetu. Ni Roho Mtakatifu. Tusipokuwa naye Roho Mtakatifu, tutakuwa tunaishi lakini bado hatuna huyu Roho Mtakatifu. Tunaishi lakini bado hatupati neema ya siri ya ufalme wa mbinguni.
Tukisoma katika ile Yohana 14:18 mstari wa 20, tusome hilo. Yohana 14:18 au mstari wa 20. Nitasoma. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Nini Yesu anawaambia wanafunzi, anatuambia na sisi pia. Yeye kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anamfanya Kristo hawe hai katika mioyo ya waumini. Katika Yohana 14:19-20, Yesu alikuwa anataka kuondoka duniani, alikuwa akiwaandaa, anasema mimi sitawaacha nyinyi yatima. Kwa hiyo kumbe usipokuwa na Roho Mtakatifu unakuwa yatima, asiyekuwa na baba wala mama. Sasa anasema nitakuja kwenu. Sasa Yesu anasema ataondoka duniani, lakini bado nitakuja kwenu. Bado kitambo kidogo hamtaniona, lakini nyinyi mtaniona. Anamwambia kwa bado kitambo kidogo, ulimwengu hatamuona, lakini yeye hatamuona, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio atakuwa hai akimfunua katika maisha yetu, ambaye ulimwengu mtu yoyote mwingine hawezi kupata hiyo neema ya kumuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa yeye ndio anafanya Kristo hawe hai katika mioyo ya waumini. Pasipo huyu Roho Mtakatifu tutamwona Yesu sio hai. Tutamwona Yesu mlala. Tunafika hatua mbona hata waganga wengi wana nguvu kuliko kanisa. Ni kwa sababu hatujampa nafasi huyu Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu ndio anamuinua Kristo katika maombi na ibada. Ukiona ibada yoyote ile, sehemu yoyote, unakuta uwepo wa Mungu umekuwa kubwa mno, kumekuwa na watu kupondeka mioyo, kuvunjika, unyenyekevu umekuwa na kushuka katika kiwango cha chini. Yaani wanamuinua Yesu katika kiwango ambacho hakiwezi kujua kabisa kazi anayoifanya ni Roho Mtakatifu. Ukiona ibada imeendelea, ibada imekuwa kavu, hata chochote, hiyo dalili kwamba Roho Mtakatifu haipo. Tukisoma katika ile Yohana 4:23-24, tusome mtumishi wa Mungu. Yohana 4:23-24. Yesu anatufundisha kitu hapa. Kitabu cha Yohana sura ya 4:23-24 anasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao waabuduo yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Yesu anazungumza, anatambulisha Roho Mtakatifu kama mwabudu yoyote halisi anayesababisha kuweza kwa kuabudu halisi ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hili kwa ule uwepo wa Mungu, hofu ya Mungu katika ibada, nguvu za Mungu, na watu wamepondeka na kumheshimu Mungu katika kiwango ambacho hatuwezi kulinganisha heshima hiyo na mtu yeyote. Hata hiyo hawezi kupewa rais wa Marekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Heshima hiyo mbele za uwepo wa Mungu, watu wanajiachilia katika kiwango kikubwa. Mwenye hiyo kazi ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, yeye atakufundisha namna ya kushika na kuabudu. Uabudu wako hauwezi kuwa uabudu kama watu wengine. Watu wengine wanaabudu lakini inakuwa si halisi. Tena Yesu anasema kuabudu halisi ni mwapasa kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Sawa inakuja na sasa ipo. Baba anawatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Unapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Roho na kweli, Bwana Yesu anamtambulisha. Huyo ndio roho kweli. Bwana Yesu asifiwe.
Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu, lakini Roho Mtakatifu ndio anatoa ujasiri wa kumtangaza Kristo kwa ulimwengu. Roho Mtakatifu ndio anatutia nguvu, yeye ndio anatutia nguvu ya kuweza kumhubiri Kristo popote bila wasiwasi. Hata ukiamua kwenda barabarani pale, mhubiri, shika maiki, mhubiri Yesu. Sokoni, shika maiki, mhubiri Yesu. Hata kwenye mitaa yetu na kokote kule, huyo ni Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 1:8, tusome hiyo. Matendo ya Mitume 1:8, tunaona mitume walivyokuwa mwanzo hawana ile nguvu ya Mungu, wamejifungia sehemu, lakini Yesu anawaambia hata sasa hamna nguvu, lakini mtakapompokea Roho Mtakatifu ndivyo mtakapokuwa mashahidi wangu. Tusome hiyo Matendo ya Mitume 1:8. Amen. Tasoma. Lakini mtakapopokea nguvu, akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nini? Roho Mtakatifu yeye ndiyo anaotupa nguvu ya kuweza kumshuhudia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo Roho Mtakatifu tutasema kila jambo, tunataka tukashuhudie, tutakuwa na mipango mingi mizuri hapa na pale, lakini hatuna ile nguvu. Tutakuwa tuna hisia ya kutaka kufanya kitu fulani, lakini hatuwezi kuwa na matokeo, kwa sababu kwanza tumejifunza kwamba yeye ndiye anaochoa mioyo ya watu. Neno lako linapokuwa unalitoa, yeye analichukua ile neno, anayageuza mioyo ya watu, anaichoa kama tulivyoona Lidia. Bwana Yesu asifiwe. Na sio Lidia tu, na hiyo hata kwa watumishi wengi mbalimbali. Sasa tunajifunza nini hapa? Tunajifunza kumshuhudia Kristo sio jukumu la binadamu pekee, bali ni matokeo ya Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yetu. Kumshuhudia Kristo sio jukumu la binadamu pekee. Tukiwa na kwetu ndio bila uwepo wa Roho Mtakatifu, bali ushuhuda wetu hawezi, kwa sababu kazi moja wapo ya Roho Mtakatifu ni kumshuhudia Kristo. Kazi moja wapo ya Roho Mtakatifu ni kumshuhudia Kristo ndani ya waumini na ulimwengu. Lakini anakutumia wewe ndani yako ili aweze kumshuhudia Kristo. Unapokubali sasa kwenda kumshuhudia Kristo, Roho Mtakatifu anaachilia hiyo. Kwa hiyo kazi ya kumshuhudia Kristo si kazi ya tendo la binadamu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu aweze kumtangaza Yesu kwa ufanisi bila nguvu ya Mungu, bila hekima na uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anaachilia hiyo neema ili tuweze kumshuhudia kwa nguvu. Kumbuka tuko kuna kipengele cha kumshuhudia. Roho Mtakatifu anamshuhudia huyu Yesu Kristo. Kazi moja wapo. Tuko kwenye kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Wiki iliyopita tulijifunza kazi za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Na leo tunajifunza kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Lakini pia sasa ushuhuda wa kweli si hapo katika maneno tu, bali katika mwenendo wetu, katika tabia zetu zinazomfanana na Kristo. Tabia zetu na mwenendo wetu unapomtazama Kristo, ni kazi ya Roho Mtakatifu kuweza kutubadilisha. Tutaona mbele ya safari. Kusoma hilo Wakorintho wa kwanza 1, tuisome. Wakorintho wa kwanza 12 na ule mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza 12 na ule mstari wa 3. Nitasoma. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini maana yake? Hakuna mtu yeyote yule ambaye anaweza kumkiri Yesu. Kifika kiwango cha kumkiri Yesu na kumwona kama ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, bila msaada wa
wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu yeyote, hakuna anaweza kumshuhudia Yesu katika ukweli pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana sasa Mtume Paulo anasema hapa kwamba wala mtu hawezi kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mhubiri wa kweli wa Yesu Kristo. Tukiwa naye huyu tutamjua Yesu Kristo kama ambavyo neno la Mungu linataka sisi tumfahamu. Anamfunua kwa undani, anamfunua ulimwenguni, anamfunua ndani yetu ili tuweze kumjua. Pasipo Roho Mtakatifu bado sisi hatuwezi kumjua huyu Roho Mtakatifu, huyu Bwana Yesu. Bila Roho Mtakatifu injili yetu inabaki kuwa kama hadithi isiyokuwa na nguvu yoyote, isiyoweza kuokoa. Roho Mtakatifu ndio anaotusaidia sisi, kwa sababu yeye ndio anaokoa. Na ndio maana Paulo anazungumza pale katika Warumi 1:16. Warumi 1:16 anasema, kwa maana sionei haya nchi, kwa kuwa ni uwezo wa Mungu. Tuisoma hiyo Warumi 1:16. Amen. Tutasoma, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hiyo Injili ni uwezo wa kuokoa kwa kila aaminiye. Inatokana, anaosababisha kuokoa huyu Roho Mtakatifu. Kwa pasipo Roho Mtakatifu bado injili yetu tunabaki kuwa hadithi. Kwa sababu ni kweli watu watakata shauri kuja mbele, na kama hatutaona matokeo chini ya wale watu, utakuwa hakuna badiliko ndani. Tutakuwa hakuna badiliko la kweli. Tutaona huko mbele jinsi Roho Mtakatifu anafanya. Lakini mwenye kazi ya kuokoa na kubadilisha katika ushuhudiaji, kumbuka kwamba ni kipengele cha kumshuhudia Kristo ndani ya maisha yetu na ndani ya ulimwengu. Ni Roho Mtakatifu. Kwa pasipo yeye bado injili yetu inabaki kuwa ni hadithi isiyokuwa na nguvu, ni maneno yasiyokuwa na matokeo ya kiroho. Wataokoka wengi, lakini ukiangalia ambao mwishoni wamesonga mbele, hakuna mtu au ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndio Roho Mungu, Roho Mtakatifu alitupa. Kwa hiyo ili watu waweze kuwa na matunda na kukaa katika ushuhuda wa kweli, la kwanza ni lazima Roho Mtakatifu ni muhimu. Ni somo la muhimu sana katika maisha yetu, kwa sababu hilo ndio ambalo linasababisha kanisa liwe hai, na hiyo ndio inasababisha sisi wenyewe tuitwe Kristo. Pasipo huyu Roho Mtakatifu maisha yetu yanakuwa ya kuigiza. Pasipo huyu Roho Mtakatifu hakuna atakaye kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo Roho Mtakatifu hakuna atakaye kwenda mbinguni. Kwa hiyo sasa ni lazima tuweze kuweka msisitizo kwa nguvu zetu zote katika kanisa, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Na ndio unaona hata baada ya Yesu zile injili ile inakuja kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume kilitaka kiite kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ile matendo yanayofanyika ishara na ajabu ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo baada ya zile injili ile na kuwasaidia kwa kanisa la kwanza na kuendelea, tunaanza kuona sasa namna ambavyo kanisa, kwa nini walimweka mbele Roho Mtakatifu katika sura katika Matendo ya Mitume. Roho Mtakatifu katajwa. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Kazi ya pili, kazi ya pili, tuliona kazi ya kwanza kumshuhudia Kristo ndani ya waumini. Kazi ya pili ni kuwashuhudia watu kwa habari ya dhambi, haki